Jamani, poleni sana ndugu zangu, ni poleni kwa msiba. Msiba upi tena? Kwani amefariki saa ngapi? Amefariki? Mimi nimesikia Kindege amefariki, nimepigiwa na mtu usiku ananiambia kwamba Kindege kafariki. Inaniuma mimi. Wewe, hebu njoo kae kwanza hapa. Hapana, mimi siwezi kukaa mpaka sasa hivi, siwezi, yani sina nguvu za kukaa kabisa. Kwa nini Kindege anafariki ndugu yangu? Njoo kae bwana, njoo. Kindege, kwa nini umeondoka? Baby Sopu. Sopu jamani, Sopu poleni na msiba, poleni jamani, poleni kwa kufiwa. We Jeni, kumbe upo hapa? Wewe Kindege, haujafa, uko hai? Mimi nimefariki? Kindege, mimi nimeambiwa umekufa. Nilipigiwa na watu simu usiku, nikamwambia tumefariki. Huyo mtu ni nani aliyekupigia simu? Na labda alikupigia muda gani? Mimi aliyenipigia simu, yani hata namba yake sikuisave. Ilikuwa usiku kama majira ya saa 3 hivi, nikamwambia umefariki Kindege. Mimi niko sawa. Uwe Kindege, hujafa kweli? Asa Jeni, ningekufa ungeniona hapa. Mimi niko sawa. Alafu na wewe, nimekuelekeza vizuri tu jinsi ya kuunga ile mboga, lakini umefanya unavyojua wewe. Hem, twende nikakuelekeze kule. Jeni, narudi. Sawa. Na mbona unanishangaa hivyo? Nakushangaa na umenishangaa. Kwa hiyo tunashangana. Ulifikiri Kindege amekufa eh? Afu wewe, leo mimi sijaja kwa ajili yako. Unasikia, usinichanganye. Wewe mwenyewe umesikia hapa amekataa kwamba hajafa. Anyway, sikiliza. Wakirudi hapa waambie nimeshaondoka. Naenda sasa hivi. Hivi uko sawa wewe? Weka haba. Yaani umegeuza nyumba ya Msukuma kuwa dangulo. Sasa kuuliza wewe. Yaani kasi ya Msukuma unaigeuza kuwa dangulo? Haiwezekani katu. Haiwezekani nakwambia. Yaani nimekuona huko unafanya upumbavu wako na upumbavu wako kwenye vijiwe. Kama malaya vile. Mara kwanza nimekusamea, ulifanya ushenzi wako kwenye nyumba yangu, kwenye huu uwanja. Ukafanya ushenzi wako na tolu. Ukafuata ujinga wako hapa nyumbani, akaja tolu akakuchukua akaondoka naye. Ukakubali kabisa. Kaza sio mke wa mtu. Nilikulipia mahali mimi, nikakuoa kama mke wangu. Halafu unakuja uanze kunizalilisha kwenye mtaa wangu mwenyewe. Mara mtaani huko unaenda kunizalilisha. Mke wa fulani anafanya upumbavu fulani na fulani. Wewe siwezi kukubali. Na leo nimekushuhudia mara nyingine huko na tolu kwenye vichochoro huko unaendelea kufanya ushenzi wako. Unakumbatia unacheka tu. Sasa nisikize wewe kahaba. Wewe si malaya. Unajiuza. Nyumba yangu huwezi kufanya kuwa dangulo la kuuza malaya. Na leo nyumbani kwangu unatoka. Unatoka nyumbani kwangu nakwambia. Lakini mume wangu, mimi nitasikia leo unamaanisha nini? Utaelewa. Yaani leo utanielewa. Kwa huo ujinga uliofanya kutoka na tolu kwenda kufanya upumbavu wako na hizo drama zako za kila siku na wewe na tolu. Hapa nyumbani kwangu lazima uondoke. Lazima utoke nyumbani kwangu. Nimeshachoka. Nimechoka na ikiwezekana tuachane hivi. Unavyotaka mimi nataka. Vyovyote vile iwe. Na ninavyokuona unapenda sana kujamlia mambo. Sasa kwa sababu unapenda kujamlia mambo, unafanya uzinzi wako. Leo ndio mwisho wa kukuona kwenye nyumba yangu. Lazima uondoke nyumbani kwangu. Na hapa nataka nikupige uende nyumbani kwenu uende ukajiuguze. Na huyo malaya wako tu hawezi akawa anafanya upumbavu wake nyumbani kwangu. Haiwezekani. Safi sana mume wangu. Hiyo nimeipenda. Sikiliza sasa mume wangu. Usiache kumpa kipigo huyu mwanamke. Naomba umpige mpaka alelevuke. Maana sasa hii ni dharura ambayo anatuletea hapa nyumbani. Kila siku namwambia neno moja lakini hasikii. Sasa mpige mume wangu. Halafu wewe ndo mwanaume ambaye nilikuwa nakuhitaji kwa muda mrefu sasa. Leo umerejea. Huyu ndo kanoni wangu wa muda mrefu.
Asante Mungu kwa kuniletea Kanoni wangu. Ulizani ananikimbia huyu, amerudi sasa. Wewe ndo simba, wewe ndo simba ambaye unanguruma. Endelea kunguruma mume wangu mpaka mwisho. Na leo hakuna kumwonea huruma mwanamke. Unatakiwa umpige mume wangu mpaka aseme. Piga Saidi mume wangu, mpige. Piga. Mimi ni simba, lazima kweli niungurume. Hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba ya Msukuma. Kanoni unene. Nataka kushineja. Mimi sio kunyea, nishakwambia. Mimi sio kunyea, nataka kunyea gete. Shenjebe. Yaani ufanye upumbavu wako, malaya wako kila siku unafanya ushenzi wako, nakwambia unaomba msamaha na kusamee, nakupa talaka, utaki kuondoka nyumbani kwangu, unang'ania kwangu, kumbe unataka unizalilishe. Unifanye mimi nionekane mjinga. Wewe kuadabisha kwanza wewe, shenzi kuadabisha. Shenzi wewe. Na tena wewe, iwe mwanzo na mwisho kukuona kwenye nyumba yangu. Na tena iwe mwanzo na mwisho kuja kwenye nyumba yangu, kutia mguu kwenye nyumba yangu, kwa sababu nimeshaona wewe nikikuchekea utanipanda kichwani. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye ukimwelekeza kitu hawezi kuelewa. Unaomba msamaha usameheki. Wewe inabidi uondoke nyumbani kwangu mara moja, na baki na mke wangu yule pale. Sasa unamuona hapo. Huyo ndo mke wangu ambaye nitabaki naye hapa. Wewe uondoke nyumbani kwangu sababu nimeshakuchoka. Nimechoka huo upumbavu wako, umalaya wako na uzinzi wako. Kwa taarifa yako, mimi sikupendi na wala sikuhitaji. Niko na mke wangu yule pale. Kwa hiyo inabidi uondoke nyumbani kwangu. Ondoka mara moja. Nimesema mara moja. Subutu uone, usifuate hayo maelekezo. Shenzi wewe. Mke wangu tuondoke. Mungu, nimemkosea nini? Nimemkosea nini Mungu jamani? Maana kila ninachofanya mimi nakosea tu. Kila ninapojaribu kupambania ndoa yangu kumbe ndo naharibu kabisa. Kwa nini mimi lakini? Wa mwanangu Sebiga. Kaka, ninapokuelekeza mwanangu wewe una furaha kinoma noma kichaa wangu. Sasa hapa ndo naamini kweli Mungu amtupi mja wake. Yaani Mungu hamtupi mtu ambaye anapambana mwanangu. Unajua mimi nimepambana sana kutetea ndoa yule dada yule mwanangu. Sasa uwezi amini Mungu sasa Sumani sio hata kimemkuta nini huko, si mume wake, sio ndo kashabadilisha maamuzi. Kanifuata mwenyewe sasa hivi ananiambia yuko tayari kushirikiana na mimi kuleta amani kwenye ndoa yake. Uone kama bahati ya mtende hiyo. Kwa hiyo amekubali. Sasa kumbe vipi? Yaani amekubali kabisa, ameniambia yuko tayari kuungana na mimi tena kwa miguu yote miwili. Tangia ile siku ambayo nilikuwa nimeenda kumchukua pale mtaani kwake pale. Basi wenda mume wake alikuwa kashabadilisha maamuzi, kaona kweli anakosea. Basi hapo mpaka hapo tushamaliza mchezo kaka. Blaza Kichi, hilo jambo jema. Kama amekubali kushirikiana na wewe, basi hajatoka kwenye mpango wetu. Na ule mpango tuliopanga umenyoka hivi na tumepita umo kama lula. Kwa hiyo hapo kilichobaki sasa ni Mungu atusaidie sana. Sasa kabla ya hapo sasa, hapa tena nilikuwa na plani mwingine kichwani, yani plani sasa huo ndo noma. Sasa hivi ni mwendo wa misumari. Yaani mwendo wa misumari kama vile movie za Benishizo. Unajua movie za Benishizo nasha kufuatiliaga mwanangu wazee anapiga misumari yule jamaa yule. Ya, namjua. Sasa yule Benishizo ambaye nilikuwa nafuatilia sana movie zake, yule mwanangu anagonga misumari, anagonga misumari. Sasa nataka sasa mimi nikaibutue hiyo misumari mwanangu, nishagonga misumari. Mpaka akili ya yule mwanaume mkae sawa. Kwa sababu yule mwanaume mwenyewe anaonekana kama akili yake imetinduka. Si unajua zipi? Kwa hapa ni mwendo wa misumari mwanangu. Yaani kama mtoto wa milea mali. Aha, afla kitu kingine kaka. Wewe ndo sababu mpaka ndoa tumevunjika. Alafu wewe huyo unayeunganisha ndoa. Ni jambo jema kabisa na Mungu atakuwa katusimamia vizuri sana. Sebiga, mimi nishakuelekeza mambo yote uniachie mimi, niachie mkichinjile mbopo mfupa mguu nondo mguu chuma stili waya. Yaani mitoto ya Mungu. Unajua Mungu hajawahi kumtupa mja wake. Sisi watoto wa kimaskini lakini sisi wewe tunaenda tuna akili za kitajiri, yani tuna akili za future, akili za kuona mbele mwanangu. Kwa kuhusu hili mimi na imani mpaka hapa lishafikia tamati. Japokuwa mume wake mwenyewe anataka kijambio tunamga ni vipi, lakini akijamba sisi tutanusa kama inavyotakiwa. Yaani 45 kichawa. Ya, sahi kaka. Na vipi ushakinda wewe? Sasa nimekinda mwanangu, mimi nimekinda nini? Sijakinda chochote hapa nilipo hapo unaponiona hapo ndo mtakuongea na wewe manzi. Mguu wangu mpaka mtaani bado tukatoe dongo kishikaji na magari vipi? Tukinda afu ile tuanze sasa kupanga maplani, tuanze sasa kupanga mistari mwanangu. Tunasubiri nini hapa? Tufutike twende magetoni tukakinde.
Mimi nilikwambia Sebija, mimi kukombe mimi ndo master plan. Master plan. Ndo master plan. Mimi kinacha mimi plan. Lazima nyoke kama lula. Na imeungua hiyo. Samani bosi. Kuna kitu nataka nikwambie tokea hapo siku za nyuma. Na hata leo nitamani sana nikwambie, sema tumekuwa busy kazini ndio maana sijapata time ya kukwambia. Kitu? Ni kitu gani hicho Janeti? Samani lakini sijajua kwa upande wako utakuwa unanichukuliaje hili. Nilikuwa naomba usiniagize tena pale nyumbani kwako. Nisikuagize nyumbani kwangu? Una maana gani kusema hivyo? Au kuna dharura gani imejitokeza mpaka unasema kitu kama hicho? Hapana kitu, lakini nilikuwa naomba tu sio unaniagiza. Kama kuna mtu mwingine unaweza tu kumwagiza. Janeti, hakuna mtu yote naweza nikamwagiza nyumbani kwangu zaidi yako, kwa sababu kwa pale ofisini wewe ndo mfanyakazi ambaye tunaishi mtaa mmoja. Na ndio maana inakuwa mara nyingi na kuagiza nyumbani kwangu. Na hata hivyo, kwani kuna kitu gani ambacho kinafanya wewe uzungumze kama hivi, yani useme hutaki tena kwenda nyumbani kwangu? Kuna tatizo gani? Umegombana na mke wangu au? Okay. Basi naomba unisamehe sana bosi kwa hiki ambacho naenda kukizungumza. Sina lengo baya na wala sina nia mbaya kabisa ya kusema kwamba labda nasema hiki ili mgombane au kuwagombanisha. Hapana. Ni mara kadhaa sasa. Imefika kama sio mara 2 mara 3 hivi. Kwa mfano kama hapo juzi ulivyoniagiza, nilimkuta anagombana sana na mtoto mpaka akataka kumpiga bila sababu yoyote ile ya msingi. Kwa mimi binafsi niliingiwa na uchungu na sikupendezwa kabisa na lile tukio. Nikawa nimeingilia ugomvi. Kuingilia ugomvi ndo mke wako alikasirika sana na alinimind sana kiukweli. Niliingilia ugomvi kwa sababu nilikuta anamlazimisha mtoto kuwa angekula chakula ambacho kilikuwa kimelala. Mtoto alikuwa anamuelekeza kuwa kile chakula kilikuwa kimeharibika, lakini yeye hakukubaliana na ukweli. Alichokuwa anakitaka tu yeye alikuwa anataka kumpiga. Kiukweli nilijisikia vibaya sana. Ni mara kadhaa sasa amekuwa akinilazimisha kuwa baby soup mimi ni mtoto wangu. Wakati hicho kitu sio cha ukweli na wewe unajua hilo. Kwani baby soup ni nani yenu pale ndani? Janeti, kwanza nikupe pole kwa kile ambacho kimetokea hiyo siku ya juzi. Lakini pia mimi sioni sababu yoyote wewe kukataa kuja pale nyumbani. Na umeuliza kuhusu baby soup. Baby soup ni mtoto tu ambaye nilimuokota. Namaanisha kwamba sio mtoto wangu wa kumzaa wala sio ndugu yangu. Ila niliamua tu kumsaidia. Na sometimes kama hivyo huwa napitia changamoto, lakini nimekuwa nikijaribu kupambana nazo hizo changamoto. Msamehe tu mke wangu, ni mtu ambaye ana kisilani sana. Lakini I hope atakuwa sawa. Na sioni sababu yoyote ya wewe kukataa kuja nyumbani kwangu au kukataa nisikutume kwa sababu sina kumtuma. Msamehe, na nadhani ili nitalifix, nitaenda kuzungumza naye. Sawa? Ni sawa, lakini tafadhali sana, naomba ukienda kuongea naye tafadhali usigombane naye. Amna, hatuwezi kugombana. Na nitaongea naye, kila kitu kitakuwa vizuri. Sawa? Basi sawa. Na samahani, unaonaje kama ukinipa baby soup mimi nikaishi naye nyumbani kwangu? Na kuhakikishia ataishi tu vizuri. Hapana Janeti, kwa hilo swala haliwezekani. Kwa sababu nimeamua kumsaidia. Yaani kumsaidia kwa moyo mmoja. Kwa hiyo nitamsaidia mpaka mwisho. Na pia ukiangalia wewe huna dada wa kazi, hauna mtu yote ambaye unamwacha naye nyumbani, haiwezekani. Na pia nimemwandalia mazingira ya kwenda shuleni. Kwa muda mwingi atakuwa shule. Hivyo atakuwa salama tu, sawa? Basi sawa. Basi sawa, tunaweza kwenda? Yeah. Naona mmepakatana wenyewe. Kuna mtoto gani humo ndani? Wezungu, naomba unisikilize vizuri. Tena katika siku natakiwa unisikilize kwa makini ni leo. Maana leo sitaki ugomvi na mtu yoyote, na sitaki kupigishana kelele na mtu yoyote yule. Humo ndani maji hamna. Toka asubuhi. Na mimi siwezi kusubiri eti maji mpaka watakapoamua kurudisha wenyewe, nikae tu na wasubiria wao.
cha kufanya muda huu ninavyoongea sasa hivi, huyu Supu abebe ndoo ndogo na wewe bebe ndoo kubwa. Maji pa kuyafuata mnapajua. Hivi mnatakiwa mwende bondeni na mkalete maji, lile pipa la nje pale lijae. Dada, Bibi Supu akachote maji tena kwenye ndoo. Usi bado mdogo huyu. Ambacho nimeongea hapo hujaelewa ni kipi? Ana mikono huyu? Dada, mikono anayo, lakini mwenyewe unamuona kabisa. Hawezi kubeba kitu chochote, mikono miteke kabisa hii. Wewe vyombo umeosha? Sijaosha kwa sababu maji yalikuwa hamna. Kwa hiyo unaongea nini hapo? Kama vyombo tu vimekushinda kuosha, huo muda unaonijibu, si ungekuwa umeosha vyombo vimetakata? Haya, unaongea nini tena hapo? Ninachoongea ni hivi, wewe na huyo Baby Supu muende mkachote maji, na ninachotaka maji humu ndani yajae. Maana mimi siwezi kusubiria eti maji wakarudishe muda unaojua wenyewe. Nishasema maji yakachotwe tena muda huu. Mmenielewa eh? Na huyo mtoto unayemtetea sasa, humu ndani ndio bingwa kule chakula, anafukia anapakia vyakula ovyo ovyo. Hicho kichwa chake kina nini mpaka kishindwe kubeba maji? Naongea na wewe, kina nini? Dada, hapana, usimfanyie hivyo. Huyu bado mtoto mdogo. Wewe naona unielewi sasa. Nyinyi mnataka niwatoe hapa kwa nguvu. Toka. Nyie washenzi nyie, tena mmenizoa vibaya hata wewe Zungwe ndio unachukulia mimi kama bibi yako. Yaani mnakaa kwa nyumba ya watu bure tu na watuma maji mnajikuta mnalalamika sana. Nyumba gani mtakaa bure bure tu? Yaani nyumba ya mtu mnakaa mnakula tu ovyo ovyo, mnatuma maji mnajikuta mna maneno mengi. Huyo Supu mwenyewe unayemtetea huko ndani ndio mlafi wa kwanza, anafukia tu chakula ili tumbo linaumuka ovyo ovyo. Alafu namtuma maji anasema hawezi kubeba. Supu ninavyosema hiyo ndio ijae, tena uijaze kabisa. Wapuzi nyie. Mbona kama hivyo fujo mwanetu? Nisikilize vizuri we kaka. Kuanzia sasa hivi, yani kuanzia leo, sitaki kufanya drama yoyote na wewe. Yani sitaki kuigiza na wewe, si kama ni wapenzi, sitaki. Na ukae mbali na maisha yangu. Yani kaa futimia kabisa na maisha yangu. Tumeelewana? Nisikilize vizuri Mshangingi. Usiniletee akili za mavi kabisa mwanangu. Mara mwisho ulinifuata mwenyewe na ukasema umeniingia miguu miwili kwenye mpango. Alafu dakika za mwisho kama hivi unakuja unaanza kuleta zesheni oa. Tutaumizana kama nilivyokuelekeza, tutaumizana kabisa. Umeingia miguu miwili na umekubali mwenyewe kuingia katika mpango kwa ajili ya kuweka amani kwenye ndoa yako. Basi mpaka utimie, yani kama tulivyokuwa tumepanga mzee. Wewe, haijalishi nimeingia miguu miwili, miguu mitano au miguu sita. Na mimi mwenyewe tu nimekaa nimefikiria nikaona yule ni mume wangu. Yaani yule ni mume wangu mimi, kanoni ni mume wangu tena wa ndoa. Masuala ya kumuigizia si kama mimi na mapenzi na mtu afu kila tunachofanya yeye anaona tupo serious. Sasa basi, sitaki kumuumiza mume wangu. Yaani sitaki aendelee kuumia kwa ajili yangu. Kaa mbali na maisha yangu. Amani kwenye ndoa yangu nitaitafuta mwenyewe. Tumeelewana? Nisikilize, wewe kumbe unijui vizuri. Naitwa Mbupu Mfupa mwanangu. Mimi nikishakaga nazili kitu mpaka kitimie mzee. Afu umekuja hapa umezima sigara yangu. Unajua sigara zinauzwa shilingi ngapi sasa hivi mzee? Kile kitu sasa hivi kimepanda bei mzee. Huu mpango mpaka utimie. La sivyo mwanangu nitaharibu shepu ya mbele yote, nitakutoa meno unajua wewe. Usitaki kuniletea habari zako za kike unajua. Nitakuzingua sasa hivi tena kicha wangu unajua wewe. Unataka kunipiga? Eti, unataka kunipiga, si ndio? Nipige. Nimesema nipige. Wewe, kikubwa cha kuzingatia, kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali na ndoa yangu. Sitaki uendelee kunifuatilia na ukiniona kaa futi 100. Nisikilize vizuri Mshangingi. Tena unisikilize kwa makini mwanangu. Mimi nina roho mbili afu nina sura mbili kicha wangu. Usitaki kuleta sura ya gozi na mapozi mwanangu, nitakuumiza. Mimi nikishakuwa na zili zangu kitu lazima kitimie. Kama tumepanga mpango tuweke amani katika ndoa yako lazima mpaka ukabilike. Usitaki kuniletea habari zako za mashoga zako sio za marafiki zako, mimi sinazo etikeli. Mbona siku mwanangu leo unapanga hiki kesho unapanga hiki? Kwani umekutana nini mpaka unakuja unaanza kubadilisha maamuzi mzee? Mchongo nini? Kwani kuna nini kimetokea mpaka unakuja hapo unaanza kuleta kujamba mwanangu? Kilichotokea hakikuhusu. Yaani kilichotokea hakikuhusu. Cha kuzingatia wewe sasa ambacho nimekwambia. Kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na ndoa yangu. Kaa mbali na ndoa yangu. Sawa? Hivyo mwanangu wewe kichwa mpira wewe. Wewe umekunywa wanzuki mwanangu, ni akili yako sasa hivi ishaanza kuchanganyika, yani kama umekula SK.
Ndio mimi ni kichwa mpira. Sio tena ule mpira wa gozi, ni ule mpira wa chandimu. Sasa kaa mbali na maisha yangu wewe. Kaa mbali na maisha yangu. Oe Kibena. Umshangingi vipi huu? Oe hii haijaisha mpaka ishe. Yaani nishakula nadhiri lazima nikusaidia yani mpaka mpango utimie. Hata uje ujambe vipi lazima mpaka basha yako aelewe yani mpaka namba isome. Oe vipi mwanangu unakuwa mshangingi unakuwa leo ueleweki kama bebe endelea fuata upepo. Na ndio mpango ambao tumeupanga. Mbona wewe unataka kunigeuka tena? Dasga yangu. Wewe. Wewe vipi tena? Mbona unalala hapa sebuleni? Nimefika muda mrefu sana. Unashindwa kwenda kulala chumbani? Beni, kumbe umerudi? Ndio nimerudi. Ndio nashangaa. Nitegemea nitakukuta chumbani umekaa au umelala, lakini nashangaa umelala hapa. Una shida gani? Unaponiona nimekaa hapa, nilikuwa nakusubiri wewe mwenyewe ndio maana unaona nasinzia hapa. Unanisubiri mimi? Unanisubiri mimi kwema tena? Hivi Beni, hiyo tabia gani ulioianza? Kwa hiyo sasa utakuwa unamtuma hapa Janeti nyumbani, aje anitolee maneno anayojua yeye, anitukane anavyojua yeye, maneno ya kashfa ko? Kivipi yani? Alafu tena bora umenikumbusha topic. Kwa sababu nilikuwa nimeisahau kabisa. Hivi, wewe unatoa wapi ujasiri wa kutukana wafanyakazi wangu? Hivi, unajua kama kazi ndio inafanya tunaishi vizuri hapa? Afu, kwa nini watu wa kazini na watuma waje wafanye shughuli zingine, unafika unaletea mada zingine? Kwa nini unafanya hivyo? Kazi? Kazi gani? Kwa matusi anonitukana maneno anayonitolea hiyo ndo kazi unayomtuma? Au mimi nimekuwa sina akili sasa mpaka nakwambia ananitukana? Sijui kazi na sijui matusi ni yapi? Nisikilize Kindege. Sina mudi kabisa kugombana na wewe. Sina mudi ya kugombana na wewe. Ila ukitaka tugombane tutagombana. Na kitu kidogo tu nataka nikushauri. Badilisha mwenendo wa tabia yako. Tabia yako sio nzuri mama yangu. Ishi kama watu wengine. Maisha ni fumbo kubwa sana. Kuna leo na kesho. Kesho yako iko mikononi kwa watu wengine. Jitahidi kuishi na watu vizuri. Nadhani unanielewa. Eti Janeti mimi niishi naye vizuri. Kwa msaada gani atanipatia? Yaani kwa kipi alichonacho mpaka niishi naye vizuri eti nitegemea msaada kutoka kwa Janeti? Ashindwa kuisaidia familia yake huko ambayo inahangaika mpaka leo ajue imepeleke wapi ndugu zake, kitoto kimeingia ndani kimagendo naye Janeti anahangaika nikampe heshima eti nikaishi naye vizuri atanisaidia. Kwa kipi? Na kama huyo Janeti ni mamake na baby supu, si mbebane tu mkaishi huko mkaanzishe familia yenu muishi kwa amani. Hivi wewe una mashetani wewe? Nakuuliza wewe umerogwa? Kwa nini upendi amani? Kwa nini mwili wako huwa unakuwasha? Nisikiza nikwambie kitu. Na nimesikia huwa unampa hiyo kashfa ya kumwambia sijui ni mama yake na baby supu. Yaani unamtafutia tu visa. Nisikilize vizuri. Kwa nini roho ya kumsaidia huyu mtoto mmoja tu inakushinda? Utaweza kusaidia wananchi huko? Ungekuwa ndo Mama Samia au rais wa taifa ungefanyaje? Nisikilize. Badilika, narudia tena. Usinipangie cha kufanya. Alafu nachotaka ni kulimit, heshimu watu wangu ofisini. Nitakuumiza. Hivi kwa nini kabla sijabadilika mimi ukabadilika wewe? Yaani ukaacha hizo tabia zako za malaya unaofanya huko nje mpaka umezalisha mtoto na bila hata aibu umemleta ndani ya nyumba yangu na kuzilisha kabisa kwamba uogopi chochote. Umeamua umlete na mamake unamsogeza huko ndani. Kwa nini usibadilike wewe? Wewe nitakupasua. Yaani umechokifanya hapa ndani unaona kitoshi. Wewe amekukuta unataka kumlisha mtoto chakula kilichochacha. Wewe unakulaga kilichochacha? Alafu sasa hizi unaanza nyoko. Unatakaje wewe? Nitakuvunja. Na nitakukatakata mapanga wewe. Beni, huyo Janeti tushajua ni mamake baby supu. Si mbebane sasa mkaanzishe maisha yenu huko. Mkaanzishe familia yenu huko kuliko kunigasigasi huko ndani mimi. Alafu hizo kodi za kunipandisha sauti sipendi. Nitakukanyaga tumboni. Nitakukanyaga tumboni, serious. Yaani Beni unikanyage mimi kwa sababu naongea ukweli. Limekuuma. Limekuuma baba wewe. Basi nikanyage. Wewe unashindwa kubadilika, si ndio? Unajua mimi sinaga utani, nitakuumiza. Unaweza kufanya hivyo? Hivi, kwambia wewe unashindwa kunisikiliza wewe. Kwa nini unanipandisha? Nakwambia nataka kumutoa naingia kwenye mvua. Nataka nikafie jela wewe. Kwa hiyo Beni unanipiga kwa kitu ninachoongea ambacho ni sahihi, si ndio? Yaani mimi naongea kweli wewe unanipiga. Yaani unanipiga ili niache kuongea sasa ulizike. Nakwambia hivi, ukiendelea kunipandisha sauti, nitakubokoa tena. Nakwambiaje Beni, sitoacha kuongea na sauti yako initishi kwa chochote kile.
Wewe nitakupiga ujue. Usinipandishie sauti ujue. Beni, sitoacha kuongea. Wewe jamaa, wewe nitakuumiza ujue. Yaani Beni, mimi kuongea ukweli sitoacha. Yaani utanipiga huko ndani, utaniua, utanigaragaza, lakini bado nitaendelea kuongea ukweli. Mpaka pale ukweli unaoficha utakuja kusema kwa mdomo wako mwenyewe, ndio nitaacha mimi kuongea huko ndani. Unaifanyia vitu gani sasa mimi huko? Unajifanya bangi? Umechanganyikiwa. Nitakuumiza wewe. Oya nisikilize Beni. Yaani huko ndani utanipiga, utaniua unavyotaka wewe. Ila sitofunga mdomo wangu. Yaani ukija kuona nimefunga mdomo, basi umeongea kila kitu. Hivi wewe kwa nini mpenya amani wewe? Ukiendelea kunipandishia sauti yako nitakubokoa sasa hivi. Oya Beni, kama unataka kuniua wewe jamaa za mshenzi ni wewe. Unataka kunipandishia wewe. Usiniletee utoto, mimi nitakuvunja meno. Ala, unataka kunitawala nini shida? Oya nisikilize Beni. Yaani mimi mdomo wangu sitoacha kuufunga mpaka pale utapoongea ukweli. Wote unaonificha wewe. Sitoacha, utanipiga, utaniua huko ndani. Ukweli gani wewe mjinga? Ukweli gani unautaka? Yaani mwanamke anapenda furugu. Basi nawe subiri ule. Unawezekana. Vipi mama mtu, mbona machozi kibao afu leo umekaa kinyonge? Wamekunyima tena msosi na leo? Unajua wewe Tolo unataka kunizoea sana. Unataka kunizoea sana. Na ninavyokuchekea chekea, naona kabisa umeshanifanya kama mimi babu yako. Unataka kufanya nyumba yangu kama shamba la bibi. Unakuja unavyojisikia, unatoka unavyojisikia. Wewe. Ni sio mchezo mzee. Na leo sikubali kabisa yani. Leo nitakumwaga damu hapa, nitakupiga, nitakuumiza nakwambia. Huwezi kutoka na mtu yoyote hapa. Wewe vipi mzee? Kwanza sikia ngombe kitu kimoja. Mimi ulishanikabidhisha ukasema kabisa kwamba wewe mke wangu, afu mimi nina haki zote za kuja kumchukua mke wangu aende akakinde kama ana ubao. Au kama na vipengele vyote mimi naweza nikamtimizia. Oa mke wangu kama ana njama lazima niforce akinde mzee. Oya. Usilete mchezo. Usilete mchezo. Basi useme hauniheshimu mimi. Hivi ingekuwa mimi ni baba yake, ungekuwa unakuja kumchukua unavyojisikia na kutoka unavyojisikia? Yaani ndo binti yangu, unakuja unamchukua unavyojisikia, unatoka naye, unaenda naye, unarudi tena unamrudisha unavyojisikia wewe mwenyewe. Inawezekana hiyo? Wewe unaona unanizoea sana wewe. Na mimi siwezi kuzoeleka. Siwezi kukubali kuzoeleka kwenye nyumba yangu. Leo unataka nikupige nikuumize kabisa. Na hakuna namna yoyote leo unaweza kutoka hapa salama salimini. Lazima nikupige nikuumize nakwambia. Au vipi Diadingi? Nisikilize bwana. Mimi sitaki kabisa kaenda zako. Nimekuja kumchukua mke wangu ana ubao, inaonekana kabisa hapa anatia huruma, anaenda kukinda. Oa mama mtu, tondoke ukakinde. We, unasemaje? Toa tu yako moja uende ukamchukua hapo. Toa tu moja uone. Ha! Ha! Kanoni umeua Mungu wangu.